damu ya Yesu Kristo huwa pia inatumika as a legal tender, ama kununua kile ambacho tunakihitaji. Yaani kama vile tunatumianga pesa hapa duniani ili kununua kile ambacho tunakihitaji. Tukihitaji kununua chochote katika ulimwengu wa kiroho, chochote kutoka katika ufalme wa mbinguni, huwa tunatumia damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo tu mlango wa 5 mstari wa 9, maandiko yanasema ya kwamba kwa damu yake, huyu ni Yesu sasa, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, lakini kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo inatumikanga kama legal tender, kununua kile ambacho tunakihitaji. Kuna watu wanahitaji biashara, kuna watu wanahitaji ndoa, kuna watu wanahitaji heshima, kuna watu wanahitaji nyota, kuna watu unahitaji chochote, unahitaji gorofa. Unafaa kwanza uinunue kwa damu ya Yesu Kristo. Kama vile Yesu kwa damu yake alinunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, ujue kwamba damu ya Yesu Kristo inaweza ikanunua hicho ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Sasa kwenye kile kitabu cha Isaiah 55 and verse 1, maandiko yanasema ya kwamba njooni kwangu ili mle na mnywe. Nasema hivi, aya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni mnunue mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila dhamana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba kila mtu aliye na kiu aje ale na anywe. Na hapa ndio tutakuja kujua kwamba kumbe kiu ni mojawapo ya kitu ama pesa ambazo zinatumikanga ili kununua vitu vya rohoni ambao tunavihitaji. Kumbe kiu inaweza ikamsaidia mtu akala na akanywa, lakini hapa tunazungumzia damu ya Yesu Kristo. Ila anasema mwenye kiu aje ale na anywe pasipo kutoa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na kiu ya kusikia neno la Mungu, utapokea ufunuo kutoka kwa Mungu, utapokea imani, maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Ukiwa na kiu yoyote, ina maana kwamba unaweza ukanunua vitu za rohoni, lakini ndio usinunue hizo vitu za rohoni. Kile ambacho unahitaji ni kujua uwezo na nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo. Maana cha kwanza ni ukuwe na kiu ya hicho kitu kwanza unakihitaji, na baada ya kuwa umekuwa na kiu hicho kitu sasa, ukifika ukiwa na kiu kwa Mungu, kile Mungu anakufanyanga, anakupeanga damu kama legal tender ya kupata hicho ambacho unakihitaji. Mungu anakupea damu kama kitu cha kununua hicho ambacho unakihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa falme za giza wanajua namna ya vile ambavyo wananunuanga vitu zao. Maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo 18 na mstari wa 11, maandiko yanasema ya kwamba nao wafanyabiashara wa nchi wanalia na kuomboleza, kwa maana bidhaa zao haziendi tena. Na ukiona bidhaa zile zimetajwa pale, kuna miili na roho za watu. Kumbe watu wa falme za giza huwa wanaendanga kununua vitu wakitumia miili na roho za wanadamu. Wanapeleka miili na roho za wanadamu kwa shetani, naye shetani anawapea pesa. Ndio maana maandiko yanasema atafaidiwa mtu nini akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Wanajua namna ya vile ambavyo miungu yao ama mashetani yao yanawapeanga vitu, vile wananunuanga vitu. Lakini watu wa ufalme wa mbinguni hawajui kwamba damu ya Yesu Kristo tunafaa tutumie katika kununua vitu ambavyo tunavihitaji. Cha kwanza unafaa kutangulia uwe na
kiu ya kupata hicho kitu, bora tu kiko katika ufalme wa mbinguni. Na namba 2, ujue vile ambavyo kinanunuliwanga kwa damu ya Yesu Kristo, by the power of the blood of Jesus. Sijui kama kuna mtu ako pale ananielewa. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo huwa inatumika katika kununua chochote ambacho unakihitaji katika ufalme wa Mungu. Namba 2, ama matumizi mengine ya damu ya Yesu Kristo ni kwamba damu ya Yesu Kristo inaongeza udhamana na kuleta udhamana. Yaani inaongeza value katika vitu, katika mtu. Kibanda ambacho kilikuwa kinanunuliwa 100, kama ukijua damu ya Yesu Kristo na udhamana wake, hicho kibanda kitaanza kununuliwa na wakubwa, kitaanza kuwa na value, kikupea faida kubwa, hata kijenge ghorofa. Kwa nini? Kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 18. Maandiko yasema hivi, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, dhahabu au fedha, mtoke katika mienendo yenu isiyofaa mliyopokea kwa baba yenu, ila kwa damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Kumbe damu ya Yesu Kristo iko na value ama iko na dhamana kuliko dhahabu na fedha. Na dhahabu na fedha huwa zinahitaji ama zinamtafuta mtu ambaye ako na damu ya Yesu Kristo na anajua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, ndio zenyewe zipate value kutokana na huyo mtu. Maana damu ya Yesu Kristo iko na value kuliko dhahabu na fedha. Kwa hivyo dhahabu na fedha kwa damu ya Yesu Kristo huwa zifui ndafu. Ni kwamba ukiwa na damu ya Yesu Kristo na unajua vile unafaa uitumie, ni kwamba pesa zenyewe utakuwa wewe ni magnet ya kuzifuta. Maana pesa huwa zinaendanga kwa mtu ambaye ako na value, zinatafutanga mtu ambaye ako na magnet wa kuzifuta. Zinaendanga mahali ambapo zitaongezewa dhamana, mahali ambapo zitakuwa na value. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, fahamuni kwamba mlikombolewa kwa vitu fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Yaani hamkukombolewa kwa dhahabu au fedha, mlikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Na hapa ndio tunajifundisha kwamba the blood of Jesus ama damu ya Yesu Kristo iko na nguvu, iko na udhamana mkubwa sana kuliko pesa zenyewe. Kama ukijua kuapply damu ya Yesu Kristo katika hiyo biashara yako, katika hiyo ndoa yako, katika maisha yako, utagain value kiasi kwamba pesa itaanza kukufuata wewe. Ndio maana maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Anasema msijisumbue kwa ajili ya kesho, kwa maana kesho itajisumbukia yenyewe. Ile neno mtazidishiwa na ile neno kwamba kesho itajisumbua yenyewe ni kwamba utakuwa na value sana ukiwa katika ufalme wa mbinguni, ama ukiwa umeokoka na ukiwa unajua nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, kiasi kwamba ufalme wa Mungu na kesho yako itakuwa inakulocate wewe mwenyewe. Damu ya Yesu Kristo iko na dhamana, iko na value kuliko dhahabu na fedha. Lakini leo hii mtu ukimwambia kwamba mimi nataka nikutamkie damu ya Yesu Kristo, nataka tutumie meza ya Bwana, atakwambia bwana, mimi wacha niende nikatafute pesa. Kumbe hiyo pesa unaenda kutafuta haina dhamana kuliko hii damu ya Yesu Kristo ambayo inaipata kwenye meza ya Bwana. Ungepokea meza ya Bwana ama ushiriki meza ya Bwana kwanza, ndio uende utafute pesa. Maana pesa hizo sasa hazitakutafuta, hautazitafuta mbali, zenyewe zitakuwa zitakutafuta ili zi add value kutoka kwako. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo huwa inaongeza dhamana ama value kwa mtu na kwa kitu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu anatumia vyombo dhaifu. Alitumia vitu ambavyo havina maana katika ulimwengu ili kuaibisha zile ambazo zilionekana kwamba ziko na nguvu, ili Mungu sasa aadi value kwa huyu mtu ambaye alikuwa broke, yani pesa, huyu mtu ambaye alikuwa hajui kuzungumza kama Musa, ili aadi value. Huyu mtu lazima ajue nguvu na udhamana uliopo katika damu ya Yesu Kristo. Hawezi ukawa kitu chombo dhaifu lakini ukawa mtu ambaye uko na value kama haujajua nguvu na dhamana ya damu ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema tulikombolewa kwa vitu visivyoharibika. Mfahamu kwamba mlikombolewa kwa vitu visivyoharibika, dhahabu au fedha. Yaani kile kilikukomboa ni zaidi ya dhahabu na fedha.
kiko na value.